anna ba'dha an-nasi, yoyote atakayetakidi hakika baadhi ya watu, au ya kwamba baadhi ya watu, man yataqada, atakayetakidi na kuamini, anna ba'dha an-nasi, ya kwamba baadhi ya watu, الناس هنا يعم الجن والإنسان sawa katika majini au katika watu, kama fi sahihain ibn Mas'ud fi sababi nuzuli qawli ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasila qala ibn Mas'ud kana nasun min al-insi ya'buduna aw yad'una nasa min al-jinn. Kwa hivyo an-nas huna ni neno ambalo linamaanishwa kwayo majini na watu. Kwa yoyote ambaye ataamini na kuitakidi ya kwamba baadhi ya watu au majini la yajibu alayhi ittiba'uhu sallallahu alayhi wasallam, au la yajibu alayhi ittiba'uhu, ya kwamba hailazimu juu yao kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yajibu alayhi ittiba'uhu sallallahu alayhi wasallam, kwamba haiwajibu juu yake kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, wasi lazima au amefikia manzila na martaba na daraja kiasi ambacho yeye halazimishwi tena kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa annahu yasawu al-khuruj, na kwamba yeye inamfaa kutoka min shariatihi, katika sharia ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu yasawu al-khuruj, na kaamini ya kwamba yeye anaruhusiwa kutoka katika sheria yake sallallahu alaihi wasallam, kama wasi'a al-Khadhir, kama alivyoruhusika al-Khadhir, kama wasi'a al-Khadhir, kama alivyoruhusiwa al-Khadhir al-khuruj, kutoka an shari'ati Musa, katika sheria ya Musa alayhi salam, fahuwa kafiru, huyo atakuwa ni kafiri. طيب لماذا؟ لأن نصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الثقلين، فلا يجوز لأحد الخروج عنها. ونين يكفر أتكيامين هيبيو؟ وسباب نصوص أدلة دليل za Qur'ani na Sunna na makubaliano ya ulama wa Kiislamu ya kwamba utume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma li jamii thaqalain, ni kwa watu wote, majini na watu. Kwa hiyo maana yake anapoamini yafaa kufanya hivyo, anatoka katika nusus, na anatoka katika kuwa yeye anapaswa kufuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la yasma'u bi min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bi illa kana min ahli an-nar, hakuna atakayesikia katika umma huu yahudi au nasrani alafu asiniamini na kunifuata isipokuwa atakuwa katika ahli an-nar. Kwa hivyo kwa nini anakufuru huyu? Kwa sababu utume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam umeenea kwa wote, kwa lazima wote wamfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ndio sababu Allah Ta'ala, wama arsalnaka illa wama arsalnaka, amjui hata hizo tutaweza kusikia pia, illa kaffatan linnas bashiran wa nadhira. Atuja kutuma wewe Muhammad isipokuwa ni kwa watu wote. Wewe atakayejitoa katika kumfuata mtume huyu ametoka katika Uislamu, amekhalifu Qur'an, kana min ahli an-nar,
atakuwa ameritadi, amekufuru. Qala ta'ala, qul ya ayuha an-nas inni rasulullahi ilaykum jami'an. Qul ya ayuha an-nas inni rasulullahi ilaykum jami'an. Surah Al-A'raf. Sema enyi watu, mimi ni mtume wa Allah kwenu nyote. وقال صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة. alikuwa nabii zamani anatumilizwa kwa watu wake maalum, watu wa sehemu nyingine hawamhusu mpaka wapelekewe pia mtume na wao. Kwa hiyo kwa wakati mmoja unaweza kukuta mtume zaidi ya wawili, watatu, zaidi ya mmoja. Lakini mimi nimetumilizwa kwa watu wote, kwa maana lazima wote wanifuate. Wa bu'ithtu ila an-nasi amma. Allah sema falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Fitna ay kufrun wa ridda, wanaokhalifu dini ya Mtume sallama na jambo la Mtume, watahadhari wasije wakapatwa na fitna. Qala ahlul ilm fitna huna al-kufr, kufr ridda. Asma al-Hafidh Ibn Kathir ay fi qulubihim min kufrin aw nifaqin aw bid'ah, wasije wakapatwa katika nyoyo zao na kufur au nifaq au bid'ah. An tusibahu fitna, isije kawasibu wao fitna. Fitna Ibn Kathir asema ay an tusibahu kufrun au nifaq au bid'ah. Samina zungumza hivi ili wengine waandike maburua, takana waandike vinaozungumza aya zote nususi zinazotaja, takana waandike, baadaye utazirejea. Abu Abdullah, nususi kama hizi mnajua kuandika Kiarabu, takana muandike. Wanafunzi huwezi kuwa mwanafunzi bila kalamu na daftari. Wa in balagta min al-ilm ma balagta, kama ukifikia katika elimu uliyofikia. Kwa sababu walimu mara nyingine anakusanya, yeye hatoi tu, amekusanya mahala, anakutengenezea wewe mwanafunzi. Kwa hivyo unajaribu kuzikusanya, alafu baadaye utazirejea, utazitengeneza mwenyewe. Al-ilmu sema العلم سيد والكتابة قيد. قيد سيودك بالحبال الواثقة، ومن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركه بين الخلائق طالقا. يعني katika mbavu ukamuinda swala afu kumkamata, yani elimu imshabihishwa na swala. Umeshamuinda tayari, umejiandaa, umekaa unasoma darasani, umehudhuria, wata faida. Katika hamaka sasa ukaacha kile kiwindo chako kaondoka huru, yani huja kidhibiti. Nasema qayyid suyudaka, funge swala wako, kiwindo chako kwa kamba madhubuti. Ndio mwanzo kusema al-ilmu qayyidun wal kitabatu saydun. Elimu ni kiwindo na kuandika ndio kamba yake. Ukisoma historia ya salafi na Hatim nani walikuwa wakikaa wakiandika, yani maulama wa zamani walikuwa wakiandika. Sheikh anasimulia, yeye anaandika tu. Baadhi yao walikuwa na uwezo mkubwa, anaandika ameinama muda wote, lakini akiulizwa baadaye anaelezea vile alivyoandika vyote. Kwa hiyo walikuwa wakiandika salafi, wakihudhuria durusi za maulama. لازم مقيد فوائد واشريه ادله واشريه ضوابط. Hapa ni kwa sababu hii usione kwamba utakuwa umeelewa, utakuwa unaikhini nafsi yako. Qaid fawaid.
ndio watu tuliosoma tu mpaka leo watu wanasoma. Wa hadhihi an-naqidh, chenguzi hiki cha 9 raddun ala sufiyya, ni raddi kwa masufi. وقد رد عليهم شيخ الإسلام في الفتاوى الجزء الثالث. بس kama hivyo naandika, baada ya miaka miwili au miezi ukianza kufundisha utakutoa ushuhuda, unarudi kwenye juzu ya ngapi? Ya 3, safha 422, kurasa 422. wa Ibn Qayyim al-Ighatha. Sufia wao wanasema baadhi ya mashaikh zao na mawali wamefikia martaba, wamefikia daraja ya kwamba wao hawalazimiki na sheria, na kwamba wao wanachukua elimu kwa Allah mubashara. Elimu yao wanachukua kwa Allah, si kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni watu wanadhani wanampenda Mtume na kudai wanampenda Mtume, lakini ni watu ambao wanasamehe kufuriyat nyingi, uasi mwingi. Unaposema kwamba wanachukua elimu kwa Allah mubashara, maana yake elimu ya Mtume sallama hawana mpango nayo. Ndio maana baadhi ya mashaikh mahala hawaswali swala ya jamaa wala hawafanyi mambo ya wajibat. Wao hufanya vile wanavyoona wao. Kwa nini? Kwa sababu wanaamini Allah anawaotesha. Ama elimu hii ya Mtume hii ni nyingi, lakini wao wamefikia martaba na daraja kiasi ambacho hawalazimiki kufuata sheria ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo naqdhi hii ni radi kwao pia. Kwa hiyo akitokea mtu amekuja hivyo anadai madai haya kwamba yeye hafuati sheria ya Muhammad, yeye anafuata labda mila ya waliokuwa nyuma, ima Musa au Isa au nani, huyo atakuwa ni kafir murtad anil Islam, ameritadi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema law anna Musa hayyan, katika hadithi ya Umar, law anna Musa hayyan wattaba'tumuhu dhalaltum. Lau Musa angekuwa yuko hai kipindi changu hiki, nyinyi mkamfuata Musa mngepotea. Alafu kakira nyingine sema ma wasiahu illa ittibai, isinge mpasa yeye isipokuwa ni kunifuata mimi. Yani Abu Tahawikuna ibn al-Khattab, law anna Musa hayyan, alionekana Umar ameshikilia karatasi ya Taurat. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمتهوكون يا ابن الخطاب لو أن موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، في رواية واتبعتموه ضللتم. الذي سمع كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من يا رسول؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني dakhala an-nar. Na adila za kufuata msallama ni nyingi. Hizi ndio nususi za kwamba kila mmoja anapaswa kufuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Fawzani hafidhahu Allah ta'ala fi sharhihi kurasa 180, wa haula'i mawjudun, na hawa wanaoamini hivi wapo. Wa hum ghulatu sufia, nao ni wale waliovuka mipaka katika sufia. Wa ala annahum ya'khudhuna al-ilma 'an Allah mubashara, wakijidai kwamba wao wanachukua elimu kwa Allah mubashara, moja kwa moja, kwa maana elimu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam haiwahusu. Sheikh anasema wa man za'ama dhalika, atakayedhani hivyo fa huwa murtad, atakayedhani hivyo kwamba yeye anapaswa kutoka kwa sheria ya Muhammad na wala halazimiki yeye atachukua elimu kwa Allah mubashara, huyo ni murtad anil Islam, kwa sababu anakataa utume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia akasema Allama al-Fawzan, wa hadha an-naqid, lakini hiki kichenguzi pia cha 9
yashmalu al-ilmaniyin alladhina yaquluna bi fasl ad-din al-dawla, kinawaenea mpaka ilmaniyin wale wa secularism wale wanasema bi fasl ad-din ni dawla, kwamba dini ni kitu kingine, wala msichanganye na dawla, msitake tena mambo ya dawla yazungumze na dini. hao pia wameritaji. ويدخل ايضا شيخ اسما na wanaingia pia wale wanaosema inna shari'ata inma hiya li zamani al-madi, sharia ni kwa ajili ya wakati uliopita bwana, sasa hivi mambo yamebadilika. Anasema hivyo pia ameritadi, kwa sababu anataka kuonyesha kwamba kumfuata mtume si lazima, huyo ameritadi.